Naitwa Rashid Likunja, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Tegereni. Mimi ndio mwanzilishi wa mashindano ya Likunja Cup. Mashindano haya sasa yanakwenda awamu ya 11 toka tumeanzisha. Moja ya malengo yetu kwanza kuwakusanya vijana. Unajua unaweza ukaona leo hapa kuna mashabiki zaidi ya 1000 wamekuja. Hawa watu wakitoka wangekuwa saizi wako sehemu ambapo pengine wanafanya vitu ambavyo kama vijana sio rafiki. Lakini tumetengeneza ajira kwa sababu nakumbuka hata Abdalrahman Musa alishawahi kuja kucheza katika mashindano katika moja ya tournament zetu ambazo zilifanyika huko nyuma. Kwa hiyo lakini pia kama mwenyekiti kurudisha katika jamii. Unajua tunapoweza kuzungumzia ilani ya uchaguzi, tunazungumzia maji, tunazungumzia umeme, tunazungumzia shule katika elimu, lakini pia tunazungumzia michezo. Na unajua nchi yetu sasa hivi katika maandalizi ya AFCON. Kwa hiyo nasi tunaona namna gani tuwaunge mkono viongozi wetu kama waziri wetu wa michezo ndugu Makonda, namna anavyopambana. Na sisi tumwambie tuko watu chini huko tunatambua na kuthamini michezo, hasa hususan mpira wa miguu. Na ni nini wito wako sasa kwa vijana? Wito wangu wa vijana wacheze mpira kwa sababu sasa hivi mpira umeshakuwa ajira, tena ajira kubwa sana. Kwa sababu unaweza ukasikia leo kuna watu ambao wanafanya mambo makubwa kupitia mpira, kina Sadio Mane. Wamezaliwa katika familia za kawaida, wameenda wanasaidia sasa hivi jamii zao. Lakini ukija hata hapa Tanzania tunaona wachezaji wengi sana. Hivi leo tujiulize kama kina Chasambi wangebaki kwao kule, sijui wangekuwa wapi. Kwa hiyo unaweza ukaona imewasaidia wachezaji mbalimbali, na sisi tuwageuze kama sehemu ya mfano ili vijana wetu waje siku moja nao wapate ajira kupitia mpira wa miguu. Mashindano haya yanakidhi kupunguza vitendo vya uhalifu sana. Utapozungumza vitendo vya uhalifu kama nilivyotoka kuambia hapo awali, kwa maana ya hivi angalia watu waliokusanyika hapa leo, kama muda huu hawa vijana wote wangebaki huko mtaani, naamini wangekuwa pengine wana tukio ambalo sio rafiki wanalifanya kwa namna moja ama nyingine. Lakini mgeni rasmi amepata bahati ya kumsikiliza pale akiwahamasisha vijana, lakini akiwaambia vijana waondokane na matendo maovu, turudi katika matendo yaliyokuwa mema ili jamii yetu iwe bora na iwe nzuri. Ni mara nyingine tena tunakutana mahali hapa tukiwa na mgeni rasmi kwenye mashindano ya Likunja Cup. Ningependa aweze kujitambulisha kwa majina yake ili tuweze kumfahamu. Karibu. Asante sana. Mimi naitwa Yahya Mohamed Mtonda, ni mwenyekiti wa Umoja wa Wazazi CCM wilaya ya Kibaha mjini, ambaye niko hapa leo, nimealikwa kama mgeni rasmi wa uzinduzi wa Likunja Cup. Mimi kama mgeni rasmi kwenye hii Likunja Cup leo, nitumie nafasi kuzungumza na wananchi waliokopo kwenye eneo hili kwamba hili jukwaa ambalo liko hapa la kimichezo ni jukwaa ambalo kwa kweli linawaleta watu pamoja. Watu hawa wametoka kwenye maeneo mbalimbali, hasa vijana walio wengi, vijana ambao pengine huko ambako wangekuwepo kwa muda wote wangekuwa kwenye majadiliano yanayohusiana na masuala ya kiuhalifu, lakini leo kwa sababu wamekutana hapa wanajadili michezo, wanasahau hayo mawazo na kuwaleta pamoja kuona sehemu ya michezo ni sehemu ambayo inaweza ikawa na fursa zingine za kibiashara. Wako watu wanafanya biashara ndogo ndogo hapa ndani, kwa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli tunasema jukwaa hili linawaleta watu kwa umoja, lakini pia linawafanya watu kuwa karibu, linawavuta watu kuwa wamoja, kuwa watu ndugu, na kuweza kuona ni kwa namna gani wataona vipaji vya vijana ambao wamekuja kushiriki kwenye habari ya michezo hii, na vijana hao watakaoonyesha vipaji vyao watu watawaona, na hatimaye tunaweza kuona vijana hawa wanaenda kuimarika kwenye hii michezo na hatimaye kuja kujikuta wanapata ajira. Kama ambavyo tunajua michezo hii ni ajira, michezo hii ni afya. Jukwaa hili leo hatuna namna ambavyo tunaweza kusema zaidi ya kumpongeza mwanzilishi wa Likunja Cup. Mgeni rasmi, kwa upande wako tunatamani kufahamu wewe binafsi unaizungumziaje Likunja Cup? Unaposikia Likunja Cup ili mtu mwingine aweze kufahamu, kwako kwa upande wako unaizungumziaje mbali na kuwa ni mgeni rasmi? Ya Likunja Cup kwa namna ambavyo unaifahamu, ni jukwaa ambalo mwanzilishi ameona kuna kila sababu ya kuwaleta vijana pamoja, vijana kuhakikisha kwamba wanakuwa na mshikamano, lakini pia na malengo la kutaka kuona vipaji vya vijana walioko kwenye maeneo haya ya Kibaha mjini vinaibuliwa ili viweze kuonekana na waweze kupata fursa katika kupitia michezo ya kuweza kuajiriwa katika swala zima la kimichezo. Lakini ni kijana ambaye anaonyesha utashi wa kiuongozi, kwa maana ya kwamba anatukumbusha wako watu ambao ni viongozi wenye umri mkubwa, yeye na umri mdogo, lakini amefanya tukio kubwa, anafanya tukio kubwa la kuwaleta watu pamoja na kuonyesha kwamba kuna kila sababu ya hawa watu kuwafanya waweze kuwa ndugu, kuweza kuwa familia na kushiriki kwenye mambo mbalimbali
ya kimaendeleo na kunasihiana katika masuala yanayohusiana na amani. Tunajua mkusanyiko huu watu watanasihiana kwamba bwana, amani yetu ndio inatufanya tunaweza kukutana kwa pamoja kwa namna hii. Kwa hiyo ni vizuri tukaendelea kuienzi amani yetu, tukaendelea kuwaenzi viongozi tulionao, lakini na yeye anazidi kutufundisha kwamba umri mdogo haimaanishi kwamba hana uwezo wa kuonyesha jambo. Leo tunaona Likunja ni kijana mwenye umri mdogo lakini anafanya mambo makubwa. Kwa hiyo kwa kweli tunampongeza sana kwa jitihada hizi. Upande wako ukitazama uwanja umejaa watu, umejaa mashabiki, lakini pia wachezaji, na mbali na hao pia kuna watu ambao wamekuja kwa ajili ya kushangilia. Katikati ya hawa watu kuna vijana, wakati mwingine inawezekana wanakuja wakiwa nia yao haiko vizuri kabisa. Unawazungumziaje watu kama hawa, na kwa upande wako ungetaka wafanye nini? Kimsingi kwanza ni waombe vijana ambao wamekuja kushiriki kwenye hili tukio hapa waendelee kuwa na utulivu, kuwa na amani, watumie hili jukwaa katika kubadilishana mawazo, fikra ya kujiinua kiuchumi. Wakati mwingine hapa wanakutana na vijana kutoka makundi mbalimbali, wanapeana mawazo kwamba sisi kule tunakotoka tunafanya haya na sisi tunafanya yale. Kwa hiyo hayo ndo watumie kama sehemu ya kukumbushana katika kuienzi amani yetu. Na pia ni washauri kuna mambo mbalimbali yamekuwa yakiendelea kwenye mikusanyiko kama hii ya kutumia vileo mbalimbali ambavyo vinaweza kuathiri afya zao. Watumie hili jukwaa kukumbushana vijana kwamba haya mambo yanaturejesha nyuma, na sisi ni nguvu kazi katika taifa hili. Tuna kila sababu ya kuendelea kutumia afya ya kimichezo, tuendelee kujiimarisha zaidi ili tuendelee kufanya vizuri katika taifa letu na kuhakikisha kwamba amani yetu inatamalaki, lakini na kuhakikisha kwamba tunapiga hatua katika maendeleo. Upande mwingine mgeni rasmi, kwa maana kwamba mashuleni kuna watoto wanaosoma wenye vipaji vyao, lakini kwa upande mwingine kuna wazazi ambao wamekuwa ni sababu kubwa sana ya kuwarudisha nyuma watoto kama hao. Inawezekana wengine wanaonyesha vipaji wazi kabisa, lakini kama jamii ama wazazi wameshindwa kutambua hilo, na inawezekana pia kuna wengine wazazi wametambua vipawa hivyo, lakini wanapojaribu kuwasogeza mbele kwa maana waweze kufocus ama kufanikiwa katika hicho kipaji, nyinyi kama serikali ama wewe kama mgeni rasmi ambaye pengine upo katika wizara fulani serikalini, unalizungumziaje hilo katika sehemu ya kuwasaidia watoto wenye vipawa vyao vya michezo kutoka chini mpaka kuinuka juu hadi kufikia hatima yao? Sawa, basi niwaombe wazazi, walimu, wale wote wenye watoto ambao wanastahili kuhakikisha kwamba wanaweza kuwasaidia watoto wakapiga hatua kwenye michezo, basi wapewe hiyo nafasi kwenye hii michezo bila kuwabugudhi, bila kuwazuia, kuhakikisha kwamba wanatoa matokeo mazuri. Tunaona wazazi wengi wamekuwa wakiwasaidia watoto wao kuweza kufanya vizuri kwenye michezo, na hatimaye michezo inakuja kuwa ajira na wanaweza kusaidia familia zao. Tumeona vijana kama akina Mzamiru Yasini ni watoto ambao wazazi wao waliwasupport kwenye kukua kimichezo. Kwa hiyo nitoe wito kwa wazazi, walimu, walezi wa jamii, tukiona mtoto ana kipaji cha kuonyesha kwenye michezo tumuunge mkono. Nikushukuru sana mgeni rasmi. Asante sana. Karibu sana. Nyingine tena siku ya Jumapili ya tarehe 31 tunakutana katika viwanja vya Zegereni shule ya msingi. Hapa ni Kibaha, ambako siku ya leo kuna jambo kubwa na zuri sana. Kwa siku ya leo tunakutanisha watu mbalimbali kwa ajili ya kuweza kufurahia uzinduzi wa Likunja Cup. Yes. Mbele yako hapa uko nami mtangazaji wako naitwa Neserian Hagai Liza, lakini pembeni yangu hapa niko na mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya Likunja Cup. Ningependa aweze kujitambulisha yeye mwenyewe kwa majina yake, anafahamika kama nani? Karibu. Kwa majina naitwa Abdul Salum Rajabu, ni mwenyekiti wa kamati ya mashindano Likunja Cup. Mwenyekiti wa kamati ya mashindano Likunja Cup. Umekuwa kwa muda gani Likunja Cup unaizungumziaje wewe kama wewe? Mimi kama mwenyekiti wa kamati naizungumzia Likunja Cup. Likunja Cup imeanzishwa kwa muda mwingi, lakini ni mashindano ambayo yanapoanza yanakuwa mazuri sana. Yes. Kwa mwaka huu, mwaka wa 2026. Kwa upande wenu mmejiandaaje? Nyinyi kama kamati mnazungumzia nini? Mmejiandaa kwa namna gani hasa ili kuweza kuleta mashindano mazuri na kuweza kuwafikia watu kwa eneo hili la Zegereni ama nje ya Zegereni pia? Sisi kama kamati ya mashindano ya Likunja Cup tumejiandaa vizuri sana kuelekea mashindano yetu ya Likunja Cup 2026. Kama kamati, jukumu letu kubwa ni kusimamia mashindano haya, kuhakikisha tunasimamia kwa weledi uliokuwa mkubwa. Mwisho wa siku unapatikana bingwa, basi wapatikane kihalali.
Mwaka huu 2026 Likunja Cup tumejiandaa vizuri sana, ikiwemo mwaka huu kidogo kuna utofauti na miaka ambayo iliyopita hivi karibuni. Kwa sasa hivi utaona hata nyuma yetu hapa wadhamini wamejitokeza mara kwa mara, tofauti na mashindano yaliyopita Likunja Cup msimu. Lakini kinginecho kwa sasa Likunja Cup imeuboreka kidogo kwa namna tofauti na kipindi cha nyuma, kwa sababu sasa hivi unaona kabisa tunaenda kushindwa. Kwanza tunatarajia kwenda kumkabidhi ng'ombe, kipindi ambacho kipindi cha nyuma haikuwa hivyo, alikuwa tu tunagombania jezi, mwisho wa siku mshindi wa pili anapata mpira. Lakini mashindano sasa hivi yamekuwa tofauti kidogo. Sasa hivi tunatarajia mshindi wa kwanza kwenda kupata ng'ombe mzima, lakini tunatarajia pia mshindi wa pili kwenda kupata mbuzi, kiasi cha kwamba imekuwa tofauti kidogo na kipindi kilichopita cha nyuma. Kwa nini unasema imekuwa tofauti na kipindi cha hapo nyuma? Hapo nyuma kidogo ilikuwaje kwani? Kutokana kwa sababu unasemaga mwanzo ulikuwa mgumu, kadiri muda unavyozidi kwenda na mashindano yalizidi kuongezeka kwa namna ya thamani na jinsi ilivyoongezeka, kwa sababu hapo awali wakati naanza mashindano ya Likunja Cup hata uitikio wake mashabiki ulikuwa ni mdogo sana, lakini kadiri muda ulivyozidi kwenda muitikio ukawa mkubwa wa mashabiki, na mheshimiwa mdhamini wetu baada ya kuligundua hilo wameona kuna namna sasa kwenda kuboresha mashindano haya kuwa makubwa zaidi na kipindi ambacho kilichopita cha nyuma. Kwa mwaka huu Likunja Cup mnategemea kuwa na timu ngapi? Kwa mwaka huu Likunja Cup tunatarajia kuwa na timu 16. 16 na zote zimeshaingia katika makubaliano ya kucheza si kwa kipindi hiki ama ni ipo kwenye process? Hapana, zote zimekubaliana kushiriki mashindano ya Likunja Cup, zote timu 16. Na vipi kuhusu maandalizi mengine kwa ajili ya upande wa usalama wa wachezaji, usalama wa raia, unazungumziaje hilo swala pia? Kwenye upande wa usalama mdhamini wetu pamoja na kamati ya mashindano tumejiandaa vizuri, na kwa sasa tumetengeneza utaratibu kidogo uliokuwa mzuri kuanzia ngazi ya mtaa, kata hadi wilaya. Kwa sasa tunatarajia mashindano yetu haya yatakapoanza, tunatarajia na kuwa na wagambo ndani ya kata, ndani ya wilaya, na wagambo ambao walikuwa ndani ya mtaa wote watajumuika kwa pamoja kuja katika ligi hii na kuja kwa ajili ya kuhakikisha usalama unakuwa mzuri. Na nipende kuhakikishia virabu na timu zote shiriki kwenye masuala ya usalama, tumejipanga vizuri na tuhakikishie kila mtu atakayekuja atarudi salama kama vile alivyokuja kwenye mashindano haya. Kwa habari za chini chini sio za kuaminika sana, bali natamani uniaminishe wewe. Nimesikia kwamba mwaka huu mnagawa jezi kwa kila timu. Hiyo imekaje? Kwa mwaka huu Likunja Cup kidogo tumejaribu kuboresha baadhi ya maeneo, ikiwemo jezi ya mdhamini itatumika kuanzia mashindano yanapoanza mpaka yatakapoisha, tofauti na kipindi cha nyuma ilikuwa kwamba timu inapokuja inakuja na jezi zake. Kwa tilipui kidogo tumeona kuna namna ya kufanya, na utaona hata leo timu zitakazokuja zote zitatumia jezi ya mdhamini. Ila katika maboresho kwenye hilo tumekubaliana kwenye hatua za awali timu watapata jezi za mdhamini, lakini kuanzia robo finali kila timu itapewa jezi yake. Yaani hiyo inakuwa ya moja kwa moja, haitokuwa tena atatumia afu baadaye tarudisha hivi. Na mmejipangaje hasa kwa timu ambazo wakati mwingine inawezekana zinaweza zikakubali kushiriki, lakini katikati ya kushiriki kwake zikatokea tofauti za hapa na pale, alafu ukakuta labda unasitisha, inakuwaje? Hilo mmeliwekea mkakati gani? Nadhani kama kamati, cha kwanza tulizungumza na baadhi ya timu tukiamini kwamba zote zilizoingia katika ushiriki huu zipo tayari kwa ajili ya kushiriki. Lakini anapoanza mashindano huwa kuna changamoto za hapa na pale, lakini kama kamati tumejihakikisha endapo kitokea changamoto alizini kama hiyo tutaona namna gani ya jinsi kukabiliana nazo, na kwenye hilo tuhakikishie sina mashaka sana na timu ambazo zimeingia katika ushiriki. Tutaanza jambo vizuri na tutamaliza vizuri. Na inawezekana wakati mwingine kuna timu inaweza ikacheza alafu katikati ya mchezo inawezekana wakawa kuna mahali wamemiss. Katika kumiss kwa maana ya kushindwa, je, hawa watu inapotokea aidha wanaamua kuondoka katika mchezo wakaondoka na jezi zenu tofauti na utaratibu, kwa sababu umesema mpaka mfike robo finali ndipo mnaachilia jezi watu wazimiliki. Je, inapotokea robo finali mtu hajafika alafu anajikuta anaondoka na ile jezi katikati ya mchezo, ili nalo mmeliwekea mkakati gani kulidhibiti? Kwenye hili nadhani vipo vikao vya mara kwa mara, tulijaribu kukutana na baadhi ya virabu, tulitengeneza mikakati na tulikubaliana. Kwa hiyo na ndio maana unakuta katika ugawaji wa jezi hatutogaia timu yote, ila atakuja kiongozi mmoja mmoja kuwakilisha zile timu. Kwa hiyo imani yetu hatutamani sana hilo jambo lijitokeze, ila ikijitokeza basi nadhani tutakuwa tunadili na yule kiongozi ambaye aliyekuja. Nadhani hatua za kisheria zitachukuliwa juu yake. Kushukuru sana kwa kuungana nasi katika mahojiano mafupi haya, na sisi tunasema endelea kusalia nasi
tupo na watu wengi sana ambao tutakutana nao, na siku ya leo utaweza kufahamu vingi sana kuhusiana na mechi iliyoko mbele yetu ya Likunja Cup. Yes, stay tuned, tuko pamoja. Kwa jina naitwa Smarta Fidra, the sound of butterfly icon wa Kibaha. Nipo hapa mimi ni msanii kutokea Kibaha mjini. Leo tumekuja katika ufunguzi wa mashindano yetu hapa mapya ya Likunja Cup. Nikiwa kama msanii wa muziki, lakini pia ni mchezaji wa timu ya hapa kwenye shughuli hii ambayo inafanyika. Leo nimekuja kwa support wenzangu kwa sababu ya lengo kuu ni kutengeneza upendo, ushirikiano katika jambo hili, lakini pia kuweka amani na kutokufanya mambo ya maovu. Unajigawaje katika majukumu yako, kwa sababu umesema ni mchezaji lakini pia ni msanii? Unawezaje kujitenga kufanya hiki na hiki ikiwa vyote ukizingatia huenda vinakuhitaji kwa wakati mmoja? Ni ratiba yangu tunaiweka vizuri, kwa sababu kama ni mazoezini, kusema mazoezi ya mpira, basi yataanza ni saa 10 kamili mpaka saa 12. Kwa hiyo muda unaobakia ni muda mwingine wa kufanya vitu vingine. Kwa hiyo kama studio ni wakati wa usiku ndio unakuwa kipindi kizuri. Kwa upande wako hauoni kwamba kuna kimoja ambacho kiko best zaidi ya kingine, ambacho wakati mwingine ndicho umekipa priority sana kati ya michezo ama sanaa? Ni kipi ambacho kimechukua nafasi kubwa sana kwako? Sasa hivi kimechukua nafasi kubwa sana muziki, lakini kama niko hapa kwa sababu na mimi ni mchezaji, basi ukiacha wachezaji wanaocheza ndani, mimi ni mshabiki pia. Kwa hiyo mimi pia ni mchezaji na wahamasisha ndugu zangu wacheze vizuri. Wito wako kwa vijana walioko mahali hapa? To enjoy soka, kwa sababu hii Likunja Cup ni zaidi ya burudani. Naitwa Elion Magesa. Mimi ni afisa masoko katika kiwanda cha Sansam. Leo hii tumekuja hapa kwa pamoja na wananchi wetu wa Zegeleni kwenye mpira miguu ambao tumeudhamini. Hii ni Likunja Cup mwaka 2026. Pia tunashukuru uongozi wote wa Kibaha na Kibafa kwa kutupa kibali kuchezesha hii mechi. Pia tunashukuru kwa uongozi wetu wa Mr. Likunja ambaye ikafanya haya matokeo yote yafanyike. Shukrani kwake. Pia tunashukuru uongozi wetu wa Samsung ambao umeudhamini huu mchezo. Natumaini matokeo yatakuwa mazuri, watu watafurahi na jamii itafurahi kwa ujumla. Pia jamani, karibuni tuwahudumie. Sisi tunauza maji, kama maji yetu tunajua Samsung Water. Karibuni tuwahudumie. Zangu ni 0771746629. Karibuni tuwahudumie, tunapokea oda masaa 24. Mwingine wa michezo tungetamani aweze kujitambulisha kwa majina. Unafahamika kama nani? Mimi naitwa Maro Juma Wariana, ni mdau michezo ndani ya Kibaha mjini. Lakini pia nipo kwenye jumuiya ya wazazi kama mtu ambaye anahusika na swala la mazingira, malezi ya vijana pamoja na afya. Leo katika uzinduzi wa Likunja Cup, unazungumziaje mechi inayoendelea uwanjani siku ya leo? Ni mechi nzuri kwa sababu pia ni vijana wanaocheza hapa na tumekuja kushuhudia wakiwa na muunganiko mzuri, lakini pia aliandaa haya mashindano ni kwa lengo la kuleta jamii pamoja na vijana pamoja, lakini pia kuimarisha afya za vijana kupitia swala la michezo. Michezo ni burudani, michezo ni ushirikiano, michezo ni afya, kwa sababu michezo pia inafanya tupate afya njema, lakini pia tuepukane na maradhi yale ambayo yasiyoambukiza. Kupitia swala michezo, basi vijana wetu wanakuwa imara, hata pia watu ambao pia watajifunza hapa watakuwa pia imara kiafya. Wito wako hasa kwa watu ambao wamefika uwanjani siku ya leo na watu ambao wanatamani kuja hapa kushirikiana kwa pamoja ni upi? Natamani sana, watu wengi pia wako hapa wanashuhudia hii burudani, watu wanaburudika, watu ni wengi, watu wana shamla kubwa. Tumeona pia mpaka pia watu kutoka nchi za nje wako hapa. Lengo ni ushirikiano, lengo ni kupata burudani ya mashindano haya ya Likunja Cup. Una neno gani la mwisho hasa kuhusiana na swala la uzinduzi siku ya leo? Kikubwa tuendelee kumunga mkono mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Zegeleni ambaye mibuni hili jambo, ni jambo zuri kwa vijana, ni jambo zuri kwa jamii ya Zegeleni, lakini pia na wana Kibaha wote ambao tumefika hapa kushuhudia mashindano haya na uzinduzi huu.